Kwa majina yangu naitwa Mhubiri Mamiha, ni mtumishi wa kanisa la Kristo nilioko wilaya Karatu, Endamalalieki, Tanzania. Leo tutajifunza somo linalosema utalifahamje kanisa la kweli. Kwa mfano, na rafiki yako aliyepotea kwa muda mrefu, unataka kumsaidia ili na yeye aweze kuingia kwenye kanisa la kweli na aishi maisha matakatifu na aokolewe na siku ya mwisho ili akaweze kwenda kuona uzima wa milele. Utamsaidiaje? Sasa tutaangalia alama za kanisa la kweli, na alama hizi zinapatikana ndani ya Biblia. Kwa hiyo chukua kalamu yako, chukua karatasi yako na daftari. Vifungu hivi vyote ambavyo nitavisema basi uweze kuviandika ili uweze kujifunza na uweze kumsaidia rafiki yako aliyepotea kwa muda mrefu. Alama ya kwanza, mwanzilishi wa kanisa hili la kweli ni nani? Katika Mathayo 16:18 Biblia inasema mwanzilishi wa kanisa hili ni Yesu Kristo mwenyewe. Alama ya pili, kanisa hili lipaswa lianzie wapi? Katika kitabu cha Luka 24:45-49 kanisa hili lipaswa lianzie Yerusalemu. Na ni kweli, Matendo ya Mtume sura ya 2 mstari wa 1 hadi 47 inaeleza kwamba kanisa hili lilianzia Yerusalemu. Alama ya tatu, kanisa hili lilianza mwaka gani? Kanisa hili la kweli lilianza mwaka wa 33 baada ya kuondoka Yesu Kristo pale Yerusalemu. Kilinganisha na Matendo ya Mtume 2:1 hadi 47, na ukijaribu kuangalia hasa mstari wa 41 na mstari wa 47 inaeleza hivyo. Alama ya 4, kanisa hili lilivaa jina gani? Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambayo leo hii tumeona majina mengi sana watu wakiyaita makanisa. Ukweli ni kwamba, rafiki yangu mpendwa unaonitazama na kunisikiliza, Warumi 16:16 Biblia inasema salimianeni kwa busu takatifu, makanisa yote ya Kristo ya wasalimu. Hapa inamaanisha nini? Kwamba kanisa likiwa moja linaitwa kanisa la Kristo, ikiwa zaidi ya moja inaitwa makanisa ya Kristo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kanisa lilivaa jina la mhusika aliyekufa pale msalabani, kwa sababu Matendo ya Mtume 20:28 Biblia inasema kwamba Yesu au Mungu, limetumika neno Mungu pale, ndiye aliyenunua lilo kanisa kwa damu yake mwenyewe. Kumbuka alama ya kwanza tumesema ndio aliyolijenga kanisa. Alilijengaje? Kwa kumwaga damu yake pale msalabani. Kwa hiyo alama ya 4, lazima tujue kwamba kanisa lilivaa jina la mhusika mwenyewe. Lakini utalinganisha pia Wakorintho wa kwanza 12:27, utalinganisha Waefeso 1:22 hadi 23. Alama ya 5, wale washirika waliitwa majina gani? Wale washirika waliitwa Wakristo tu bila kuweka mbwembwe zozote katika majina. Waliitwa Wakristo tu na iliishia hapo. Ukilinganisha na Matendo ya Mtume 11:26 kwamba kwa mara ya kwanza hapo Antiokia wanafunzi wakaitwa Wakristo. Lakini ukilinganisha pia 26:28 Matendo ya Mtume, ukilinganisha Matendo ya Mtume 4:12, ukilinganisha Petro wa kwanza 4:16 kwamba tusionee haya kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Maana yake sisi tunaitwa Wakristo kwa sababu gani? Tunaitwa Wakristo kwa sababu tumevaa jina la mhusika aliyetununua kwa damu yake mwenyewe, aliyetugharamikia, yaani Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana tunaitwa Wakristo. Kwa hiyo tunaitwa wafuasi wa Kristo kwa sababu yeye ndio aliyetugharamikia, ndiye bwana harusi, sisi ni bibi harusi. Kwa hiyo tumevaa jina la mhusika mwenyewe. Lakini pia alama ya 6, kanisa hili kichwa ni nani? Kwa mujibu wa Biblia
Wakolosai 1:18 kwamba Kristo ndiyo kichwa cha kanisa, yaani yeye ndiye mwanzo na mwisho, ndiye mtawala wa kanisa. Alama ya 7, kanisa ni moja tu. Waefeso 4:4 Biblia inasema mwili moja. Kwa hiyo kanisa hili la kweli ni hilo moja ambalo linaitwaje? Tumesema hapo mwanzoni linaitwa kanisa la Kristo. Likiwa zaidi ya moja inaitwa makanisa ya Kristo. Alama ya 8, kuna vigezo vya kuingia katika kanisa la kweli. Kwa hilo kanisa la kweli pia kuna vigezo vyake vya kuingia. Sasa utafanyikaje kuwa mshiriki? Utafanyikaje kwa mshiriki wa kanisa hili la kweli ambalo linapatikana ndani ya Biblia? Na kumbuka bado tunaendelea kuangalia alama zinazopatikana ndani ya Biblia, vigezo vyake. Alama ya kwanza, Warumi 10:17 Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo alama ya kwanza kuingia ndani ya hilo kanisa la kweli, lazima mtu asikie neno la Kristo, lazima asikie habari njema, lazima asikie Yesu alikuja duniani, lazima asikie Yesu alikufa, lazima asikie Yesu alishinda kifo na mauti, lazima asikie kwamba Yesu alitukomboa, lazima asikie kwamba Yesu atalijia kanisa mara ya pili. Kwa mfano, mtoto mdogo anaweza akasikia na kuelewa. Hapa inaonyesha kwamba anayetakiwa kusikia ni mtu mzima. Lakini pia alama ya pili ya kuingia ndani ya hilo kanisa, kuamini neno la Kristo. Yohana 3:16 linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo mtu akishasikia hiyo habari njema kwamba Yesu alikuja duniani, akaja akafa pale msalabani, akashinda kifo na mauti, sasa huyo mtu anatakiwa aamini hizo habari za Kristo ili siku ya mwisho akwepe hukumu ya Mungu. Lakini pia alama ya tatu ni kutubu. Katika kitabu cha Matendo ya Mtume 2:37 tunaona wale siku ya Pentekoste walimuuliza Petro na mtume wengine, tufanyaje? Wakaambiwa tubuni. Maana yake alama ya tatu lazima watu watubu. Kutubu ni nini? Kutubu ni kumvua shetani kisha umvae Yesu. Kutubu ni kuachana na matendo mabaya yote. Kutubu sio kuongozwa sala ya toba, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, futa jina langu, futa jina langu, kitabu cha hukumu, kitabu cha hukumu, niandike jina langu, niandike jina langu, kitabu cha uzima, kitabu cha uzima. Hapana, sio maneno ya namna hiyo. Kutubu ni badiliko la akili, badiliko la mtu kuamua kuacha. Kama alikuwa mwizi, anaamua kuachana na tabia ya uizi. Kama alikuwa na tabia fulani, anaamua kuachana hiyo tabia. Hiyo ndiyo maana ya kutubu. Kutubu ni kumvua shetani, kuvua matendo mabaya na mabovu. Hiyo ndiyo maana ya kutubu. Lakini pia alama ya 4 ya kuingia ndani ya hilo kanisa, maana kuna vigezo nimesema. Kumkiri Yesu. Kukiri ni nini? Kukiri ni kukubaliana na ukweli kwamba Yesu alikuja duniani, Yesu akateswa, Yesu akafa, akauawa, akashinda kifo na mauti, na sasa watu wote wanaomwendea siku ya mwisho watapata uzima wa milele. Ni kukubaliana na ukiri. Ukiri ni kwamba kukubaliana na ukweli wote ndani ya Biblia, na kukiri mbele za watu bila uoga. Ukilinganisha na kitabu cha Mathayo 10:32-33 utaona neno linasema, yeye atakayemkiri mbele za watu na yeye atakiriwa mbele za Baba aliye mbinguni. Yeye atakayemkana mbele za watu na yeye atakanwa mbele ya Baba aliye mbinguni. Kwa hiyo kumkiri ni muhimu sana. Hii ni hatua inamfanya mtu aweze kuingia katika kanisa la kweli. Alama ya 5 ya kuingia ndani ya kanisa la kweli, kubatizwa. Lazima mtu abatizwe ili aoshwe dhambi zake.
Kwa nini anabatizwa? Matendo ya Mtume 22:16 Paulo anaambiwa, basi unakawilia nini? Simama ubatizwe uoshwe dhambi zako. Kwa hiyo watu wanabatizwa kwa ajili ya kuoshwa dhambi. Sasa wanabatizwaje? Kuna aina ngapi za ubatizo? Katika kitabu cha Waefeso 4:5 nasema ubatizo moja. Upi ubatizo moja? Yohana 3:23 anasema Yohana alikuwa akibatizwa huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu kulikuwa na maji tele na watu wengi wakamwendea wakabatizwa. Maana yake watu wanatakiwa wakabatizwa katika maji mengi ili waoshwe dhambi zao. Biblia ya Wakatoliki inasema hivi katika kitabu cha Yohana 3:23 kwamba Yohani naye alikuwa huko Ainoni akibatiza, kwa sababu kulikuwa na maji mengi, watu wakamwendea wakabatizwa. Kwa hiyo imetumia neno maji mengi, nafikiri Kiswahili kinaeleweka. Kwa hiyo anayetakiwa kubatizwa ni nani? Ni mtu ambao tayari alikuwa na uwezo wa kusikia, mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuamini, mtu alikuwa na uwezo wa kutubu, kumvua shetani, mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumkiri Yesu, mtu ambaye ana uwezo, mtu mzima anayejitambua. Huyo ndio anayetakiwa kubatizwa ili aoshwe dhambi zake. Je, mtoto mdogo anaweza akabatizwa? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu bado ni mtakatifu, ni safi mbele za Mungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 13 na 14 nasema hivi, isingekuwa hivyo watoto wenu wasingekuwa safi, bali sasa ni watakatifu. Kwa hiyo mtoto awe wa mpagani au sio wa mpagani, parapanda ikilia ambaye hajajua mema na mabaya, huyo anaenda mbinguni moja kwa moja, kwa sababu hajafanya dhambi na hajui maana ya dhambi ni nini. Kwa nini? Ezekieli 18 kuanzia mstari wa kwanza pale anaeleza, anasema imekuwaje baba ale dhabibu mbichi alafu ganzi la meno apate mtoto? Yaani mimi baba viva ni ile malimau au machungwa mabichi, nina baada ya kula viva huko aliko apate ganzi la meno. Inawezekana? Hapana. Katika Ezekieli hiyo 18 mstari 20 anasema hivi, roho zote ni mali ya Mungu, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Maana yake kila mtu atahukumiwa kulingana na mzigo wake, kila mtu atabeba furushi lake. Kitabu cha Galatia nazungumza hilo. Sasa nani anabeba furushi? Ni mtu ambaye anajua mema na mabaya. Mtoto mdogo hajui chochote. Kwa hiyo anatakiwa kubatizwa ni mtu mzima. Rafiki yangu mpendwa, kwa nia njema kabisa, kama bado haujabatizwa, kama ulibatizwa maji kidogo, kama uliongoza sala ya toba, na kama haujapita kwenye maji ili uweze kuoshwa dhambi zako, ni vizuri ukafanya hivyo ili uweze kuingia katika kanisa hilo la kweli na kuingia katika mpango wa Mungu. Angalia Yesu Kristo mwenyewe katika Mathayo sura ya 3 pale kuanzia mstari wa 13 pale, Biblia inasema Yesu naye alienda akabatizwa. Wewe unaogopa nini kwenda kubatizwa? Alishuka kwenye maji. Wewe unaogopa nini kushuka kwenye maji? Lakini pia mtu huyo baada tu ya kubatizwa, kuna vigezo vingine na alama zingine ambazo anatakiwa zingatie sana. Kwanza, akishabatizwa anaongezwa katika kanisa la kweli. Matendo 2:47. Watu wengi leo huwa wanasema mimi nimefurahi sana, nimejiunga na kanisa fulani, lakini rafiki yangu mpendwa, hakuna popote pale Biblia imezungumza jambo hilo kwamba tunatakiwa tujiunge. Hapana, Biblia inasema unapobatizwa unazidishwa katika kanisa lake, unaongezwa katika familia ya Mungu. Kwa mfano wewe baba, ukizaa mtoto amejiunga na familia yako au ameongezwa, amekuwa miongoni mwa familia. Kwa sisi tunakuwa miongoni mwa familia ya Mungu. Hilo ndio kanisa la kweli na hizo ndio alama za kweli. Lakini pia alama ya pili, lazima mtu akishaongezwa abaki kuwa mwaminifu mpaka kufa. Kitabu cha Ufunuo 2:10 kinazungumza hivyo kwamba anatakiwa abaki mtu huyu akishaokolewa, akishabatizwa, akishaoshwa dhambi zake, akishaongezwa katika ufalme wa Mungu katika kanisa, abaki kuwa mwaminifu mpaka siku ya kufa.
Lakini je, akitenda dhambi mtu huyo mshirika, huyo Mkristo akitenda dhambi, kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 4 mpaka wa 6, Biblia inasema hivi: haiwezekani mtu tena ambaye alishaonja kipawa cha Mungu, alishafanyika kuwa mwana wa Mungu, tena akafanya dhambi. Haiwezekani tena kuwa mwana wa Mungu, haiwezekani mpaka atubu. Kwa hiyo mtu Mkristo akianguka anatakiwa asimame kwa kutubu bila kuogopa. Alama ya 9, ibada yake ni ya kipekee sana, inakamilishwa na mambo matano. Alama ya 9, kumbuka tunazungumza juu ya kanisa la kweli. Utamwambiaje rafiki yako na utamweleweshaje na utamwambiaje hili ndio kanisa la kweli? Tunaangalia alama. Jambo la 9, ibada yake ni ya kipekee sana na ibada yake inakamilishwa na mambo matano. Jambo la kwanza, kanisa la kweli linaimba kwa sauti ya midomo, linaimba. Kulingana na kitabu cha Waefeso 5:19, wanaimbaje? Wanatumia midomo bila kutumia gitaa wala matari wala zeze wala ngoma. Katika Waebrania 13:15, midomo yetu ndiyo ngoma, ndiyo gitaa, ndiyo mazeze, ndiyo vinanda, kwa sababu mbinguni ni kuimba na kusujudu tu. Na Biblia ieleze kwamba mbinguni tutatumia vyombo. Kwa vyombo, sisi ni vyombo vya Mungu tayari, ukilinganisha na Wakolosai 3:16. Lakini pia tukiona mfano Mathayo 26:30, Yesu mwenyewe aliimba na wanafunzi wake wote. Kwa kanisa zima tunapaswa tumwimbie Mungu. Mungu peke yake atusikilize. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna sauti mbaya, rafiki yangu, hakuna sauti mbaya. Sisi wote tuna sauti nzuri. Haijalishi sauti yako ni nzito, sauti yako ni nyembamba, sauti yako ikoje, lakini sauti zote ni nzuri na zinapenya kwenye masikio ya Mungu. Ni nzuri kwa Mungu. Alama ya pili, nimesema ibada yake ni ya kipekee. Kusali au maombi. Tunapokutana kila Jumapili, lazima tukishamwimbia Mungu, jambo la pili, lazima tufanye maombi, tupeleke haja zetu kwa Mungu. Lazima haja zetu zijulikane na Kristo, zijulikane na Mungu. Kwa tunapeleka changamoto zetu, shida zetu, mahitaji yetu mbele za Mungu. Ukilinganisha na kitabu cha Matendo ya Mtume 2:42. Lakini pia alama ya 3, jambo la 3, kujifunza neno la Mungu. Matendo ya Mtume 20:7-8. Utaona kwamba tunapokutana lazima tujifunze neno la Mungu. Lazima tusikilize neno la Mungu, lituonye, litutie moyo, litufariji, lituhimize kuwa na upendo, kuwa watii. Ndio maana kujifunza neno na kukaa mbali na dhambi. Neno linatusaidia kuendelea kumkumbuka Yesu Kristo. Lakini pia alama ya 5 ni kutoa sadaka. Ni kutoa sadaka kama tulivyofanikiwa. Na ukumbuke nimesema alama ya 4, lazima ushiriki meza ya Bwana. Na kama hujashiriki meza ya Bwana, kila mnapokutana siku ya Jumapili lazima mshiriki meza ya Bwana, rafiki yangu mpendwa. Kama hujashiriki ni ngumu sana. Ukilinganisha katika kitabu kile cha nilisema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:23-29 pale inaeleza kila Jumapili, kila siku ya kwanza ya juma lazima tushiriki meza ya Bwana. Na jambo la 5 nikasema lazima tutoe sadaka kwa kadiri ya kufanikiwa. Kadiri ya kufanikiwa. Tuweke akiba kidogo kidogo ili siku ya Jumapili tuende kumtolea Mungu. Kadiri tulivyobarikiwa. Tunajua ya kwamba katika maisha ya Ukristo, Wakristo tuko aina nyingi. Wako waliofanikiwa juu sana, waliofanikiwa wastani, waliofanikiwa chini na wengine wa chini kabisa. Lakini wote tunatakiwa tumtolee Mungu kadiri tulivyofanikiwa. Jambo la 10 au alama ya 10. Fundisho la kanisa linatoka kwenye Biblia tu. Kanisa la kweli linaogopa kuongeza na kupunguza. Ukilinganisha na Ufunuo 22:18-19. Kanisa la kweli haliruhusiwi kuongeza chochote. Mafundisho yake yanatoka ndani ya Biblia tu, sio nje ya Biblia. Kwa hiyo hatuna katekisma, hatuna mapokeo yoyote wala vitabu vyovyote ambavyo
kwamba tutasimamia kama fundisho la kanisa. Hapana, fundisho la kanisa linatoka ndani ya Biblia tu. Alama ya 11, uongozi wa kanisa lazima utoke ndani ya Biblia tu. Uongozi wa kanisa lazima utoke ndani ya Biblia tu. Ukilinganisha na Waefeso 5:23, Timotheo wa pili 2:15 inasema ili tukubaliwe na Mungu lazima tusiende nje ya Biblia, tubaki ndani ya Biblia ili tukubaliwe na Mungu. Timotheo wa kwanza 3:1-3 inaeleza hizo sifa, uongozi wake utakuwa utoke ndani ya Biblia tu. Lakini pia hapo nipaweke vizuri, maana yake ibada inatakiwa iongozwe na wanaume tu, lakini pia uongozi wake mashemasi wanatakiwa wanaume, wachungaji wanaume tu. Alama ya 12, kazi za kanisa zipo nyanja tatu. Kazi za kanisa ziko katika nyanja tatu. Nyanja ya kwanza, alama ya kwanza, kuhubiri injili ya Kristo. Marko 16:15-16. Tumeambiwa tukahubiri injili na watakaoamini tuwabatize na tuwafanye kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, kisha na kuwafundisha yote yaliyoamriwa, na tukiamini Yesu Kristo yuko pamoja na sisi. Ukilinganisha na Mathayo 28:18 na kuendelea. Lakini pia alama ya pili, kusaidia wahitaji. Wagalatia 6:10 inasema watu wote tuwatendee mema, lakini hasa jamaa waaminio. Kwa hiyo watu wote tuwafanyie mema, lakini hasa jamaa waaminio. Kwa hiyo alama ya pili, lazima tuwasaidie wahitaji wanaopatikana ndani ya kanisa au nje ya kanisa. Ukilinganisha pia Yakobo 1:27 kwamba dini iliyokubalika mbele za Mungu, ni matendo mema yaliyokubalika mbele za Mungu ni haya, ni kusaidia yatima na wajane. Kwa hiyo tuna kazi ya kuwasaidia Wakristo, kuwasaidia wajane, kuwasaidia yatima na kuwasaidia ambao sio Wakristo. Ndio kazi ya kanisa. Alama ya tatu, kuwaelimisha Wakristo wasije wakajitenga na Mungu, wawe karibu na Mungu. Katika Waebrania 3:12-14. Kwa tuna kazi ya kuelimisha kanisa na kuelimisha kanisa kwamba wasije wakajitenga na Mungu kwa kufanya dhambi, wajitahidi kuishi maisha matakatifu na maisha ya uaminifu. Alama ya 13 na ya mwisho, kila Mkristo lazima aishi maisha matakatifu. Ukilinganisha na Yohana wa pili sura ya 2:15, wa Galatia 5:22-24 imeorodhesha matendo ya mwili na matendo ya Roho. Kwa sisi tunatakiwa tubaki kwenye matendo ya Roho ili tuishi kwa uaminifu mkubwa. Mungu akubariki sana rafiki yangu mpendwa ulionisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na imani kwamba rafiki yako aliyepotea, kwa kupitia alama hizi ambazo nimezizungumza tangu mwanzo mpaka mwisho, utakuwa na uwezo mkubwa wa kumsaidia huyo rafiki yako ili na yeye aingie ndani ya kanisa la kweli. Kumbuka nimesema kanisa la kweli ni kanisa la Kristo. Nimejaribu kutoa vifungu vingi sana, soma hivyo vifungu. Lakini pia ndugu yangu, rafiki yangu, kwa nia njema kabisa nikuombe, jifunze Biblia, irudie Biblia, itazame Biblia, jifunze kuhusiana na habari ya kanisa la kweli, na itakuwa ni baraka sana kwako, kwa sababu Mungu alimtuma Yesu Kristo akafa pale msalabani ili wanadamu wote wasije wakapotea, ili waweze kwenda kuona uzima wa milele. Mwingine anakuambia kwani Yesu atakuja lini? Na wewe unahangaika, na nyewe wahubiri mnahangaika sana. Lakini sivyo. Petro anasema hivi, anavumilia, anatupa subira. Kwa hiyo anajaribu kutenga muda, kuonyesha muda mrefu, ili kwamba kila mtu aweze kufikia toba. Kwa hiyo kwa hapo tulipofikia, rafiki yangu mpendwa, Mungu akubariki sana. Endelea kujifunza, like, comment. Kama utakuwa na swali lolote, weka hapo chini, tuendelee kujifunza zaidi. Lakini ukihitaji mawasiliano yangu ni 0746269475 au 0783702050. Napatikana mkoa wa Arusha, wilaya ya Karatu, kanisa la Kristo Endamalarieki.
Mungu awabariki sana.